ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'ani surati Muhammad, na leo tunaanzia aya ya 18. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Fahal yanzuruna illa as-sa'a an ta'tiyahum baghtah faqad jaa ashratuha fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum. Fahal yanzuruna, hawangoji, illa saa, isipokuwa kiyama, an ta'tiyahum baghtah, kuwajia wao ghafla, faqad jaa ashratuha, hakika zimekushakuja alama zake. Fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum, kutawafaa nini kitakapowajia kukumbuka kwao? Makafiri na matendo yao hawana wanalosubiri isipokuwa ni kujua na kiyama, basi waende wakakutane na kiyama. Kwa maana si kwamba wao ndio wamekaa kweli standby kusubiria kiyama, ila ni kwamba namna ambavyo kiyama kitakuja wakuta wakiwa wako katika matendo mabaya, wakiwa wako katika itikadi mbaya, ni kana kwamba wao wanasubiria tukije kiwakute vyovyote kitakavyowakuta, alafu wenyewe watapambana nacho au watapambana na hali zao. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba jambo ambalo kubwa liko mbele yao linawajia hawa, na itikadi zao hizo na matendo yao hayo ni kuja kutwa na kiyama, na kwa mujibu wa matendo yao waliokuwa nayo na hali zao, kile kiyama kikija kwa wao kitakuwa kimewajia ghafla. Kuna watu wanafiwa na ndugu zao, kaka zao, dada zao, walimu zao na mashehe zao, lakini ikafikia mahali kana kwamba hata huyo shekhe mwenyewe kama vile anajua kwamba mimi nitakufa siku fulani. Wengine wanaaga kabisa, Ijumaa nitasafiri, na kweli imefika siku hiyo anakufa. Tena mwingine anaweza kafa na kifo cha ajali, mwingine akafa tu nyumbani kwake, lakini kashasema siku fulani mimi nitasafiri na sitorudi tena. Mwingine sasa, katika mazungumzo ya namna kama hiyo, huwa ikaonyesha kwamba yule mtu wa namna hiyo hana hofu yeye na hicho kiyama, lakini pia kwake yeye kiyama akija mjia ghafla, manake tayari kuna dalili za kiyama yeye kwake anaziona za kufa, kwa sababu kukizungumzwa kiyama inaanza wa huwa ma baada al-maut ila akhir ma yakau fil qiyama. Ikitajwa siku ya mwisho na kikitajwa kiyama, basi kiyama cha kila mmoja kinampata pale anapoanza kutokwa na roho. Wale watakaojaliwa umri mpaka ikafika siku ya kiyama ya matukio ya mwisho kabisa ya kiyama, basi wapo mpaka ikapigwa suri, wapo. Lakini wale ambao hawakufikia huko, kiyama kwao ni kuanzia roho ya mtu inapotoka. Sasa huko kutokwa na roho ambayo ndio mauti, yanakuja mauti yakiwa yamekuja ghafla, lakini kuna baadhi ya watu kwao sio ghafla. Lakini sio lazima mtu akijua ndio mauti kwake sio ghafla, hapana. Hata asipojua mauti yake lakini akawa amejiandaa vyema, kwake atakuwa pia sio ghafla. Mfano, mtu anaswali swala 5, anafunga, anatoa sadaka. Sasa mauti yakimjia huyu, kwake sio ghafla, kwa sababu amekufa, lakini hatokwenda kumwambia Mungu wala hatowaambia wale malakul mauti, laula akhattani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yule ndo ambaye mauti kwake yamemjia ghafla, sawa sawa na wale makafiri
kwamba yeye leo hii ndo aomba ruhusa aachiwe ende akatoe sadaka, ni wazi kwamba yeye kwake imekuwa ghafla. Hakujua kama atakufa leo wala kesho. Angejua hivyo angefanya. Maadamu hakufanya ni kwamba hakujua, kwa hiyo mauti kwake yeye kwake inakuwa ni ghafla. Kwa hiyo tukiwa na matendo madogo ama tukawa hatuna matendo kabisa kwa upande wa matendo mazuri, hii inatuingiza kwenye kundi la makafiri, kwamba wao hawasubiri ila kiyama kuwajia ghafla, na sisi nasi takuwa hatusubiri ila kifo kitujie ghafla. Kwa hiyo tujitahidi ifikie mahala ukifa kwako mauti yanaambiwa sio ghafla. Hata watu wakisema amekufa leo, jana tulikuwa naye mzima, lakini kwako tunasema mauti sio ghafla, kwa sababu yale unayotakiwa kuyafanya kwa ajili ya kufa umeyafanya. Hali yanzuruna, hawangojei hao makafiri, ma yantadhiruna ay kufaru Maka, ila saata, isipokuwa kiyama, antatia hum badal ishtimali min as-saa. Manake hal yanzuruna illa antatiyahum, hiyo kiyama ay laysa al-amru illa antatiyahum baghata, halikuwa jambo ila ni kuwajia wao kiyama ghafla. Faj'a faqad jaa ashratuha, hakika zimekuja alama zake. Alamatuha minha bi'isatu nabii sallallahu alayhi wasallama wa inshiqaqu al-qamari wad-dukhan. Miongoni mwa hizo alama za kiyama ni kupelekwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia kupasuka kwa mwezi na moshi, kutoka moshi katika pande miongoni mwa pande za ardhi, ambayo ilikuwa ni miongoni mwa dalili za kiyama zilizokuwa zishatabiriwa na ushatoka. Ndio Mwenyezi Mungu asema ikatarabati saa wa shaqqa al-qamar, kiyama kimekurubia na mwezi umekushapasuka. Kwa kuwa miongoni mwa dalili za kiyama ni kupasuka mwezi, mwezi ushapasuka. Na kuambiwa kwamba kuja kwa mtume ni sababu au ni dalili miongoni mwa dalili za kiyama, kanu qad qara'u fi kutubihim anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya, walikuwa washasoma Mayahudi katika vitabu vyao kwamba Muhammad ndio mtume wa mwisho. Famathuhu min ashratiha, basi kupelekwa kwake mtume Muhammad ni katika dalili za kiyama. Ukiambiwa huyu ndio mtume wa mwisho na kashakuja, unaona kinachofuatia ni nini? Ni kuondoka tu, sawa? Idha tamma amrun tawaqqa zawalan idha qila tam, likitimia jambo basi wewe taraji kuondoka kwa jambo hilo pale linapoambiwa limetimia. Ndio maana Mwenyezi Mungu asema hatta idha balagha ashudda wa balagha 40 ama, umeona au 40 sana, akifikia mtu ashudda ukamilifu wake akawa amefikia miaka 40. Sasa angalia mtu anapofika miaka 40 anaenda kwenye kuwa na nguvu zaidi, kwenye kuwa madhubuti zaidi, au ndo anaenda kuporomoka? Mtu wa miaka 40, hata wanaocheza mipira wengine wakifika miaka 35 wanastaafu na shughuli nyingi. Mtu akifika miaka 35 40, hapo anakuwa ameshatimia, basi haendelei tena huko, ni kurudi nyuma. Sasa ndio utakuta kama alikuwa anaweza kucheza vizuri hachezi tena vizuri, kama alikuwa anaweza kufanyaje hawezi tena. Kwa mtu akishakamilika kwenye ukamilifu, basi kinachofuatia sasa ni upungufu. Jambo lolote likiwa limekamilika kwenye ukamilifu wake, basi ujue kinachofuatia ni upungufu. Hata nyumba kama inajengwa, ikiwa inajengwa sasa, kila nyumba itakuwa nzuri sana, inakuvutia. Kesho waje wakute imetiwa rangi, kesho kutwa wakuta imewekwa sijui tiles, kesho kutwa, mpaka ile siku ikiwa ndio tayari imeshamalizika, ujue kinachofuatia ni kuanza kwenda kwenye ubaya. Ubaya nini? Hapa siku msitu wajengwa haikuwa hivi, unaona? Kwa hiyo wakati ule wajengwa sasa haijakamilika, alikuwa fundi akiona hivi anakuja anaziba hapo. Lakini sasa hivi leo pako rangi hii, kesho utakuja kuta nyeusi kabisa, na kesho ndio hivyo. Ukienda huko nyuma utakuta huko kumebambuka, kumefanyikaje. Utazunguka huko utakuta sehemu nyingine watoto wamechora
maana yake ule ukamilifu ulishatimia. Kwa hiyo lazima kinachofuatia kiwe ni nini? Ni upungufu. Sasa kama tumeambiwa Mtume Muhammad ni mtume wa mwisho, basi akija tunajua tayari kinachofuatia labda ni mambo ya kiyama na mambo mengine, lakini hakukaliki tena. Sasa haya sisi pia tuna jukumu kubwa kwamba wakati mtume analetwa ni miaka 1400 iliyopita. Ndio tuambiwa tayari kiyama, kwa maneno yake Allah kabisa ya wazi wazi, iqtarabati saa. Kwa hiyo maana tokea muda huo sisi tunaishi tunaishi nje ya muda. Kama ni mambo ya michezo tunasema ni zile extra time, mchezo wa dakika 90 hawakufungana, zimeongezwa 30. Sijui kama sheria zabadilika, lakini kuna ambazo pia zikiisha 30 zaongezwa kama ni 10, lakini 10 hizo atakayemfunga mwenzie hata kama dakika ya kwanza ndio tayari mchezo umeisha. Nafikiri zipo za hivyo 15. Kwa hiyo 15 hizo maana yake ikitokea umemfunga mwenzio basi mpira umeisha. Sheria ya zamani basi sasa sisi tunaishi ndani ya sheria, tena tuite kama ile ya zamani, kwamba muda wote. Na dalili hizi za kwamba ulimwengu umeisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika akakutana na babu kizee kweli kweli, kimechoka, ikawa kinamuita pale. Mtume hakukiangalia, akaendelea na safari yake. Kisha akamuuliza Jibrili, yule ni nani au ule ni mfano gani? Kwa sababu alishafahamu kwamba kila analoliona lile ni mfano wa mambo ambayo tuko nayo huku duniani. Akamwambia ule ndio mfano wa dunia, au kubakia katika umri wa dunia ila kama ulivyobakia kwa mzee yule. Huko kuna mifano mingi sana ambayo kama tunaizingatia tunajijua kabisa kwamba sisi ni wasafiri. Lakini ndio hivyo, Mwenyezi Mungu atupe ufahamu, tujitambue ili tuweze kufanya maandalizi ya haraka. Qad jaa ashratuha alamatuha, sawa fa anna lahum, asema kutawafaa nini wao? Idha jaatuhum, kikiwajia wao kiyama. Idha jaatuhum saa, kikiwajia wao kiyama. Dhikrahum ay tadhakkuruhum, kukumbuka kwao. Kama kiyama kishafika alafu mwingine akakumbuka akaona kwamba mimi nimeenda njia sio, natakiwa alikuwa niende njia hii, itamfaa nini? Angalia watu wanajua yauma ikushafu ansaku fayud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Siku hiyo mtu anatamani aswali afanyeje, lakini hawezi tena. Ama pale anaposema ya laitani qaddamtu li hayati, haya yote ni mambo ya nini? Yauma yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Atakumbuka mtu, lakini kutamfaa nini kukumbuka wakati siku ishafika, siku ya kiyama? Na kadhalika wakati ishafika siku ya kufa. Umeona aila yanfa'uhum, hakutoa lolote wao. Fa'lamu annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba mambo yalivyo, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Wastaghfir li dhanbika, na mtake msamaha Mwenyezi Mungu kwa dhambi zako. Wastaghfir li dhanbika, mtake msamaha Mwenyezi Mungu kwa dhambi zako. Walil mu'minin, na watake msamaha waumini. Walil mu'minin, na watake msamaha waumini wa kiume. Wal mu'minati, na waumini wa kike. Wallahu ya'lamu mutakallabakum, Mwenyezi Mungu anajua mageuko yenu. Wa mathwakum, na makazi yenu. Fa'lamu annahu, jua kwamba mambo yalivyo, la ilaha illa Allah, ay dum ya Muhammad, dumu ya Muhammadi, ala ilmika bidhalika, juu ya kujua kwako hilo, annafi, kujua kwenye kunufaisha, fil qiyama, siku ya kiyama. Jua lolote hapa ulimwenguni, lakini kama hujui kwamba anayeabudiwa ni Mola mmoja,
kama hujui kama anayestahili kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu Allah, kama hujui kama anayetengeneza mambo ya watu ni Allah, wewe hujui kitu. Kwa hiyo kujua ambako kunanufaisha. Wabadu fa'lam biwujubil ma'rifa min wajibin lillahi 20 sifa. Hapo unajua sifa za Mungu na ndio kumjua Mungu sasa huko. Kwa sababu utajua kwamba wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lilkhalqi bilitlaqi. Utamjua Mwenyezi Mungu na sifa zake, na ukishajua kwamba yeye yuko hivi utakwenda katika mstari huo. Sasa Mtume Muhammad anaambiwa jua basi kwamba hapana Mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na mtake msamaha Mola wako kwa makosa yako. Liajlihi qila lahu dhalika ma ismatihi, aliambiwa hivyo Mtume. Tunafahamu kwamba mitume hawafanyi madhambi, kwa hiyo wanakuwa wamehifadhiwa na madhambi. Kwa nini aambiwe mtake msamaha Mola wako kwa sababu ya madhambi yako? Aambiwa litastanna bihi ummatu, ili watu wafate mwenendo huo wa kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu ummati wake. Wakad fa'alahu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoambiwa isafir alimtaka msamaha, alifanya hivyo. Yeye mwenyewe anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra, mimi namtaka msamaha Mwenyezi Mungu katika kila siku moja mara 100, mpaka ikafikia mahali kwamba katika swala zake zile akiswali, wakati mwingine swala za usiku anasimama sana mpaka miguu inaonekana kama inavimba. Mkewe Bi Aisha wakati mwingine anamuuliza, kwa nini unafanya hivyo wakati wewe umesamehewa dhambi zako zilizotangulia na zilizokuja nyuma? Alikuwa akimjibu, alam akuna abdan shakura, sasa si mja mwenye kushukuru? Kama nimesamehewa, nafikiri jambo dogo hilo kusamehewa madhambi, basi mimi nafanya hivi kama shukrani. Sasa kwa ala kulli hali, Mtume kwenye masala ya kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ameyafanya sana, ameyafanya mno. Na habari ya adhkari na istighfari na mambo mengine kuyafanya kwa idadi, unaona kuna sehemu kama hizi tunachukua istinbat. Na kuna mtu mwingine adhkari za idadi pia kwake ni ugomvi. Kuna watu adhkari za idadi ni ugomvi. Sema astaghfiru mara 10, sema subhanallah walhamdulillah mara 3, basi ni ugomvi kweli kweli. Lakini yeye mwenyewe kuna sehemu Mtume asema inni astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min 70, riwaya moja. Lakini riwaya nyingine fi kulli yawmin 100 marra, mara 100. Sasa idadi ya kazi gani? Lakini Mtume akashatuambia 100 marra, yeye mwenyewe anamtaka msamaha Mwenyezi Mungu mara 100. Kwa hiyo wewe ukafanya mara 100 umemfuata Mtume, na ukafanya amali yoyote katika hizi amali za adhkari na kadhalika, basi tumemfuata Mtume, ni sunna. Wasafi lidhambika liajlihi qila lahu dhalika, kama ilivyoeleza. Walilmu'minina, lakini pia watakie msamaha waumini wanaume, walmu'minat, na waumini wanawake. Fihi ikramu, ndani ya amri hii aliyoamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kututakia sisi msamaha, amri hii ndani yake kunapatikana ikramu lahum, kuwatukuza, kukirimiwa umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi amri nabiyihim bistighfari lahum, kwa kuamrishwa mtume wao kuwatakia msamaha. Tumekirimiwa sisi, ni takrima kubwa hiyo, kwamba mtume atutakie msamaha, atuombee. Lakini haya yote ni kuweza kuthibitisha ule ubora wetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameshatuambia kuntum khaira umma, yeye ni umma bora. Sasa kama ni umma bora, maana yake mnatakiwa muingie peponi, ikiwezekana kwa wingi ama wote, na mkiingia peponi nako muwe na pepo za juu. Sio wewe uko sehemu hivi alafu kuna mtu katika umati sijui nabii nani huyo yuko juu yako. Tunatakiwa sisi tuwe katika daraja za juu hata peponi, ndio inavyotakana. Sasa itafikia hatua gani ili tufikie huko? Umri wetu mdogo, matendo yetu machache, ndio kunakuwa na hizi bonus nyingi. Mara mtume ambaye atakie msamaha umma wako, na mtume tunafahamu kwamba yeye ana nafasi gani kwa Mwenyezi Mungu. Akiwatakia umma wake msamaha,
huo msamaha maana yake una asilimia nyingi za kupita. Kwa yote unakuja kukuta siku ya kiyama, basi tunabahatika kuwa katika daraja hizo ambazo zilitarajiwa. Wallahu ya'lamu, na Mwenyezi Mungu anajua mutakallabakum, manake mageuko yenu. Umeenda sokoni, umerudi, umeenda Tanga mjini, umerudi, umekwenda shamba. Mwenyezi Mungu anayajua mutasarrifakum mahangaiko yenu na matungana na kuhangaika kwenu kwa ajili ya shughuli zenu mchana, wa mathwakum, na vile vile marejeo yenu ambayo ndio makazi yenu, maawakum ila malajikum, makazi yenu au marejeo yenu yale ya kwenye makazi yenu au malazi yenu, billaili usiku, maawakum, marejeo yenu yale ya malazi yenu usiku. Ai huwa alimun bijamii ahwalikum. Akisema hivyo anafahamisha kwamba Mwenyezi Mungu kumbe anatujua sisi hali zetu zote, tukiwa majumbani na tukitoka. La yafa alaihi shay'un minha fahdharuhu, akijifichi chochote katika mambo yenu, basi katika mambo mnayoyafanya majumbani mwenu na katika mambo mnayoyafanya nje mkitoka, hakuna linalojificha hata moja. Muogopeni Mwenyezi Mungu, muhadharini. Wal khitabu lilmu'minina wa ghairihim, na khitabu ya waumini na sio kwa waumini, kwamba hata makafiri nao Mwenyezi Mungu anajua mageuko yao na mihangaiko yao, pilika zao zote Mungu anazijua. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila suratun, wanasema wale walioamini, si teremshe sura. Sawa. Sura hiyo anayoitaka ni sura inayotaja mambo ya kwenda kupigana. Waumini wanamwambia mtume au wanazungumza, si teremshe sura. Sasa fa idha unzilat, ikiteremshwa suratun muhkama, sura madhubuti. Unajua kuna aya zile ambazo nyingine zinaitwa mutashabi, nyingine zinaitwa ala kuli hali kunakuwa hakuna ile, mara yaambiwa aya hii imefutwa, mara hii imenasikhiwa na hii, mara aya hii imekuja, lakini lengo lake sio hilo, ni kwa ajili tu ya kuhimiza kitu fulani. Inashushwa sura hasa madhubuti, iko wazi kabisa, inaeleza. Kwa hiyo muhkam ni aya ambayo iko wazi kabisa, haina shaka, haitatizi, na alafu ikawa imethibiti wala haikufutwa tena, imekuja imezungumza jambo fulani na ndio imebaki hivyo. Kwa aya au sura iliyokuwa muhkama ni sura iliyokuwa wazi na iliyokuwa madhubuti. Ikija ikiteremka sura hiyo, wadhukira fiha alqitalu, ndani yake kukatajwa vita, raaita alladhina fi qulubihim maradun, utaona wale ambao pana katika nyoyo zao shaka, yanzuruna ilaika nadhara almaghshi alayhi min almauti, wanakutazama mtazamo wa mwenye kuzimia kutokana na kuogopa kufa. Fa aula lahum, basi hilo ndilo lilokuwa bora kwao, ndilo linalostahili, ndio lishakuja hivyo. Wayaqulu alladhina amanu talaban liljihadi, wanasema wale walioamini kwa kutaka jihadi, laula halla nuzilat suratun fiha dhikru aljihadi, si teremshe sura basi ndani yake kuwe kuna utajo wa jihadi. Fa idha unzilat, ikiteremsha suratun muhkama, sura iliyokuwa madhubuti, ay lam yunsakh minha shay'un, sura ambayo hakikufutwa katika sura hiyo kitu chochote, ikishushwa sura hiyo, wadhukira fiha alqitalu ay talabuhu, na kukatajwa ndani yake kutakwa kupigana, vimetajwa vita, maana yake kutakana kupigana. Raaita alladhina fi qulubihim maradun ay shakkun wa humul munafiqun, utawaona wale ambao katika nyoyo zao kuna shaka, nao ni wanafiki. Yanzuruna ilaika nadhara almaghshi almughma alayhi, wanakutazama mtazamo wa mwenye kuzimia. Min almauti khawfan minhu, kutokana na kuogopa kufa. Kapigane, imekuja kweli haya, kapigane kweli. Akiangalia na kutazama, wakarahati lahu, na kule kuchukia hayo mauti. Ai fahum yakhafuna min alqitali wa yakrahunahu, wanaogopa kupigana na wanachukia jambo hilo. Fa aula lahum mubtadaun, basi hilo ndilo lenye kufanya nini,
lenye kustahiki maana yake kwao. Na hii imekuja katika mpangilio wa aya kana kwamba ndiyo mwisho wa maneno, lakini katika irabu tunasema fa aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf. Kwa hiyo haya maneno yanafungamana na maneno yanayofuata, ndio maana akasema fa aula lahum mubtada'un khabaruhu ta'atun ma'ruf wa qawlun ma'rufun. Maana lililo bora kwao ni twaa na neno zuri au maneno mazuri, ai hasanun lak, twaa pamoja na yale maneno mazuri na jambo zuri kwako. Fa idha azama al-amru, likiazimiwa jambo, maana jambo la kufaradhishiwa vita mathalan, falau sadaqullaha, lau walimwambia kweli Mwenyezi Mungu, lakana khairan lahum, basi ingekuwa au litakuwa jambo hilo ni bora zaidi kwa wao. Lau sadaqullah, lau walimwambia kweli Mwenyezi Mungu, lakana khairan lahu, lingekuwa ni bora kwa wao. Fa idha azama al-amru ay furida al-qitalu, ikishakuwa vimefaradhishwa vita, falau sadaqullah fil imani wat taa, lau wangesema kweli kumwambia Mwenyezi Mungu kila wanachokisema kikawa wanakisema lakini cha ukweli, la kana khairan lahum, ingekuwa ni bora kwa wao. Ile jambo hilo lingekuwa bora kwao kwa sababu wangepigana wangepiga, wangepata ghanima, na wangepigwa wao wakauliwa mathalani, wangepata shahada wakafa aliyakuwa ni mashahidi. Lakini kwa sababu hawajasema kweli kumwambia Mwenyezi Mungu kuhusu imani yao, basi ndio maana huko kupigana kwenyewe hawataki kwenda pigana, na wakishtukiziwa watapigwa wao, na kama hawakupigwa wao basi lolote litakalo watokea, wakifa wanakufa vibaya. Kwa jumla tu lau ni jawabu idha azama al-amru idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Hayo maneno hayo sawa haya maneno hayo ndio jawabu ya idha. Fahala asaitum, mnadhaniwa, fahala asaitum, wenda nyinyi, fahala asaitum, wenda nyinyi, intawallaitum, mkipanyongo, intawallaitum, mkipanyongo, tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, wenda nyinyi mkipanyongo kuacha iman, mkafanya uharibifu katika ardhi na mkakata udugu wenu. Fahala asaitum bikasri sini wa fathiha wa fihi iltifatu. Hapo kuna iltifat, kuna mzunguko katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa yakageuka kuwazungumzia watu walio mbali, ghafla yakageuka yakawa anawazungumza nyinyi hapo, ghafla yakazunguka yakamzungumzia mtu mmoja, na mara nyingine yakawazungumzia watu wengi kama hivyo Kwa hiyo hapa sasa falau sadaqullah lakana khairan lahum, hao tunazungumzia ghaiba, watu wa mbali. Lakini hala asaitum imegeuka kutoka kwa watu wa mbali imekuja kwa khitabu, tunasema fi iltifatu anil ghaibati ila alkhitabi, ay la'allakum wa'lamun in tawallaytum a'radtum anil iman, mukipanyongo kuacha imani, an tufsidu fil ardh, wenda mkafanya uharibifu katika ardhi, wa tuqatti'u arhamakum, na mkakata udugu wenu. Kwa sababu katika Uislamu yanaelezwa mambo mengi yanayoishiria watu kuishi vizuri, wapendane, wasaidiane, wasidhulumiane. Kwa hiyo mkifuata imani hamtodhulumiana, hamtofanya uharibifu katika ardhi, hamtoibiana, kwa sababu ubaya wa kuiba umetajwa katika Qur'an. Hamtopigana, ubaya wa kupigana umetajwa katika Qur'an, ndugu kwa ndugu bila sababu yoyote. Watukattiu arhamakum, na mtakata udugu, kwa sababu katika imani ndio kutatajwa faida ya udugu.
ana rahimu, sawa, ana arrahman wa khalaqtu rahima, sawa. Mimi ndio arrahman na nimeumba arrahim, nimeumba udugu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameumba udugu na akauchukua jina la udugu akalichukua kwenye lile jina lake, ili angalau uweze kuheshimiwa na kutukuzwa na kulindwa, sawa. Ma wasaltuhu ma wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tu. Yurahim, udugu kama mtu atauunga na mimi nitamuunga, na atakayeukata na mkata. Sasa ukiwa umekatwa na Mwenyezi Mungu, kwa maana Mwenyezi Mungu kivyake na wewe kivyako, kuna jambo lipi tena hapo? Takuwa na nani? Kwa hiyo sema nyinyi, huenda ikawa kama mtaacha imani, basi mtafanya uharibifu katika dunia hii na mtakata udugu wenu. Ai antaudu ila amri aljahiliyati min albaghi walqital, maana mtarudi katika mambo ya kijahilia, nayo ni dhulma na vita visivyokuwa na sababu maalumu, na hapo itakuwa ndio ufisadi ushapatikana na kukata udugu pia ushapatikana. Sababu kama tunavyofahamu, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, ja'alakum shu'uba wa qabaila litaarafu. Lakini pamoja na yale makabila yalikuwa pale Maka yakipigana, Bani Mahzumi na Bani Kinana, ukija ukiangalia nasabu inarudi moja, maadamu wote ni makuraishi pale, inarudi moja nasabu, kwa bado ni ndugu. Hata humu tukikaa, si tuna mafuko yetu, lakini fuko lako na fuko la mtu mwingine utakuja kukuta linarudi, wale sijui ni fuko gani, wale ni fuko gani, lakini unasema babu yao wale mzaa mama yao yule alikuwa tayari yako wapi? Kwa hiyo sasa kama tutasema wapigane Wayombo na Wamvumba, lakini si tutaona tu kama ni makabila mawili yanapigana, lakini watukatu arhamakum, ukiangalia huko juu yote yametoka kwenye ukoo mmoja, sawa. Kwa sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaasa kwamba mkiacha imani mtakuwa wepesi kurudi kwenye mambo yao ya kijahilia. Mwenyezi Mungu atujalie tuthibiti katika imani, ili tusije tukaingia katika mambo haya ya kukata udugu na kudhulumiana na kupigana ovyo. Wallahu wa rasuluhu aalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.